I've been telling you that this country belongs to us. Mnafikiri ni mchezo. This country does not belong to William Ruto. We elected William Ruto to be in that position so that he can serve the interest of the people, not his interest and some few individuals who are close to him. No, when we say that we are occupying JKIA, mnafikiri ni mchezo. This William Ruto is a person mwenye amesign some useless contract with a certain firm from India. Can you imagine? Ani ana sign contract yenye anauza JKIA for 30 years. Hiyo ni contract. From there, wakisha turegeshia kampani yetu, 18% Kenya tunakusanya inaenda kwao. That the president, mwenye mnasema at let us give our president some time so that he can work for us. Work for who? Unajua ndio maana nimeconnect, alitoa Kipchumba Murkomen sababu yeye ndiye alianza hizo madeal, wakaleta Davis Chirchir who is a corrupt leader who is being feared from Kalenjins in terms of corruption, akamleta ili aweze kufinish hii deal. But Kenyans, these young Gen Zs, they are very wise, they are very sharp, they have read that information. How can you sell to a private organization our JKIA for 30 years contract, Mr. President? Alafu nasema that's a protected area, tusiende. What's wrong with the president? How can a whole president such a thing? I'm very disappointed. I'm very disappointed with the president. Wacha tuamuke tuende huko, kama ni kukufa ojo jamaa tulie huko. Because this country does not belong to one individual who is known as William Ruto. I've been telling you William Ruto is a cruelest president. He's a ruthless president. He's somebody who doesn't understand what Kenyans need. Ana anapika tu Kenya mnata. He's selling Kenyans anything. Mikono yake inaona, macho yake inaona ni pesa. Hakuna kitu kingine President William Ruto ako nayo. Nothing. Anything he sees with his own eyes ni pesa. That's why I've been telling you that Mr. President is not qualified to be the President of the Republic of Kenya. Wacha tuende tukufe, at least tuambia watu watoko huko. Ndio maana unaweza kuona tourist wakitoka wakihama nchi yetu ya Kenya, sababu rabisha itakuwa. Alafu natuambia ng'ombe nyingine inaitwa Didmas Paraza hapa inasema ati mkienda mtakuja ukiwa maiti. Very useless, unqualified member of parliament. I don't know what's wrong with some of these MPs. Wanapatiwa pesa, kazi yao ni kutisha wananchi ambao wameweka hizo viti. What's wrong with these people? And interest yao first, alafu wa Kenya ndio tunakuja. I'm not satisfied. Mr. William Ruto, the humble thing you could do is to resign and go home. And KCC umeuza kila kitu mnada. Hani unauza tu anything yenye unaona. Sasa watoto watu watakuja kuwa na nini? Ha? Kama si whistleblower anakuja anasema kwamba JKIA imeenda, tungejua aje? Selling our country for 30 years. Hani juu ya pesa, hizo pesa unafanyia nini? Hizo pesa unafanyia nini? Sasa hiyo umekopa over 3 trillion. Zimefanya nini? Any project yenye umemaliza with that amount of money? 3 trillion. Less than 2.5 years. Umefanya nini hizo pesa? Alafu tukitaka kuokupa JKIA unasema ati sasa polisi wako hapo, sijui jeshi iko hapo. Mnatutisha na ujinga.